Aya Ashura, Ashura kiuno. Niachie! Niachie! Niache! Niache! Niachie! Niache! 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 Siwezi kukuacha. Mimi nimempatia mume wako maisha mazuri, hivyo ni lazima nitimize haja zangu. Yaani wewe hauwezi kuwa na maisha mazuri bila ya mimi kufanikisha kile ninachohitaji. Laiti kama ungelijua wewe ni wa kwangu, basi ungefurahia. Mume wako ndiye anahitaji maisha mazuri, hivyo hata mimi nahitaji kile ninachohitaji. Yaani namaanisha kuwa kile ninachokifanya ni haki yangu, kwa sababu wewe ni wa kwangu. Siwezi kukuacha, lazima itimie. Lazima itimie. Vipi? Mke wangu, mimi sina kuuliza. Mbona unijibu? Mume wangu, nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto mbaya? Ina maana hujasoma dua leo, si ndio? Nimesoma. Sasa umesoma dua na iweje utoe ndoto mbaya? Hapana mume wangu, hii sio ndoto. Kitu kilichonitokea hapa, hii ni kweli. Na ndio maana hata ile siku ya kwanza nilikwambia mimi hakuna mtu ambaye kanigusa mwili wangu na nisijisikie. Lakini wewe ukaja ukanibishia na ukasema ni wewe, ni wewe. Mume wangu nakukatalia. Hii nyumba kuna kitu kinaendelea. Na kuomba mume wangu, tusome dua. Hii nyumba inahitajika dua mume wangu. Kuna kitu kinaendelea sio kizuri. Mama penzi ni rana, unayempenda sana, ya kupenda na mchagua, anayehisi wanaendana. Kama mahaba nilipa kama yote, chajabu sasa ana niona kyukuti. Mwezi nukipendana jikutaga donguti. Saoneni jama, ninampenda, napendwa na wote mana. Nilimpa moyo, nimempa ndoa, nilimpa pesa zote mnazokokotoa, mpaka sawa zitoshe nilivyotoa. Kumbe mimi najenga wezangu nje na bomoa. Dada, ndio maana pakawekwa ofisi. Kwenye hili swala lako, mimi naona bora uje ofisini. Na ukifika ofisini niulizie mimi. Waambie tu na shida na Gilvas utanipata. Umenielewa dadangu? Kwa haina shida yoyote.
Kaka. Paka nyau. Mbona unajisahau hivyo Etifa? Angalia mishavu yake kama buju. Buju. Alafu wewe usisababisha watu wanene wakatolewa akili wewe. Wakaambiwa wana akili tukawatusi. Mbona usalimii ndugu yangu na umekuta watu hapo kwenye mazungumzo? Kwani huyu nani? Kudadadeki. Yaani unauliza mimi nani? Kaka nini? Sasa mbona nimpiga ndugu yangu? Wewe mshamba. Yaani ukisikia doko aka kipala ingwe ngumbe la nyani. Oya! Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja mwanangu. Wewe usijisahau na iko kisuti chako na iko kitambi chako kama kitapila mlo. Nitakuja kukufanya kitu hiko, utanona mimi sina akili hata kidogo. Alafu Etifa dada yangu, mbona unajisahau wewe sister? Wewe unasahau vipi kama mke wa mtu? Aya sasa. Jamii ipo hapa yote na kuzunguka. Wamekuangalia kwamba wewe mke wa mtu umesimama na huyu mwenye kivaa suti. Watu wengine wanakoga waleviwa chibuku tu. Wewe nini dada yangu? Haya mume wako kapita paka kuona. Wewe mke wa mtu unajisahau vipi? Alafu wewe mshamba. Mimi siogopi. Yaani hilo kofi dogo naweza nikakubamiza hapa. Nisikilize. Wewe muda wote anasema hapa kaka. Hujajua kama mimi ni nani, unauliza mimi wewe nani? Kiongozi, nimejaribu kuwafuatilia, wamenikimbia. Umewakosa vipi? Fanya juu chini uweze kuwapata ili lengo letu liweze kutimia. Umenielewa? Vipi kiongozi? Kuna usalama hapa? Wewe vipi mtu piga magoti, mtu anauliza vipi afu umesimama hivyo nini shida? Hizo kaka unapenda kujamulia mambo. Sasa kukosea kuupo binadamu. Bodi nyeusta, mbaya. Vipi mbona Storm zimeweza kujua na rekodi ujue? Kausha. Vipi? Mbona mnazozana? Yule si wakuja yule. Ile inaonekana kabisa ile mali ile. Uhakika ujue ile. Sasa sikilizeni. Yule kama anapita njia hapa anapandisha hapo kwenye kilima. Alafu pale kwenye kilima kupo kimya kinoma, yani kwa hiyo tumwaini kabla hajatokea road kwenye watu. Chapu chukue zaka tuondoke. Changamka. Hapo usalama upo. Wewe nenda kafanya hiyo kazi unipe mrejesho. Mimi hawa
nitamalizana naye. Aya Ashura, Ashura kiuno. Blaza, hivi nikisema tutambuane kwa vyeo, unaweza ukanitajia cheo chako? Nani mimi? Na cheo gani ndugu yangu? Mimi mtaani tu hapa tu, mimi kijana tu, sina shida yote, sina cheo wala nini. Shukuru Mungu, huyu dada ni mstaarabu na kusamehe kwa sababu ya huyu dada, ila kinyume cha hapo, umeona serikali inaondoka ile, ingeshika mkono wake na ungenijua mimi ni nani. Umenyelewa? Usichezee watu usio wajua. Aya Ashura, Ashura kiuno. Vipi wanangu, umewapigisha magoti kwa sababu gani? Mama samahani, umri wako usiwe silaha ya kutuangamiza. Anza tena salamu basi. Nisalimie wakati watoto wangu mimi wanateseka na kusalimia kuna wema gani hapa? Na wakati wanangu wanateseka bila sababu, mimi mwenyewe kujua sababu gani? Mama, hata usiingilie, yaani usiingilie, hao watakuwa wamekuja wengi, wanaona kuna mmoja kaenda huko tu ameacha gari huko. Mama samahani, sikujua kwanza kama hao ndo wanao. Kwa kuwa hawa ni wanao, naomba uwafundishe maadili mema kabla jamii haijawafundisha wao. Wale vizuri watoto wako. Kinyume cha hapo utakuja kunikumbuka. Naenda. Wanamuita Ashura. Wewe, yule mpelelezi au sidi, mbona na hekima kama vile? Yule mkuu. Nini? Mwalimu mkuu wa shule. Ashura kiuno. Ili jinga kweli ile, hebu kufungua shati langu hapa. Kaa bwana. Wadi mkuu, mimi nitamtia makofi. Yaani mimi napiga magoti muda wote kumbe mkuu wa shule. Hili chizi kweli hili. Bwana niacheni bwana. Sikiliza, kumbe mkuu wa shule ananambia mimi wanangu niwafundishe adabu vizuri. Yeye adabu gani iliyomwambia yeye? Ana uhuru gani mwalimu wa shule kuwapigisha raia magoti? Askari ngambo. Mama sikiliza, kaka mgovi, mimi kanikuta hapa nilikuwa naongea naye mazungumzo muhimu tu, afu nilikuwa naongea kuhusu na ule dogo. Aenda kasome menkwa. Yeye kaja hapa kampiga makofi kwa watu. Oye, wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta, mbaya. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Wawe mshangazi, tulia hapo hapo. Hivi mtoto, mimi ushaniona mshangazi, alafu bado unanisimamisha. Oya, mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, nimevurugwa. Wewe mtoto mdogo unaweza kunisimamisha mimi wewe? Hebu pisha njia hapo. Hii, yani wewe unanitisha mimi? Wewe binadamu wanazungumzia au mimi sina, afu mimi sio mwema hata kidogo. Mimi nishapigana na mibaba hiyo. Ina mwili mkubwa afu wengi ndani hata kidogo. Wewe unijui vizuri. I say, mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, nimevurugwa kinoma mimi. Unijui mimi Kwani wewe nani? Paka unanizuia mimi. Oya, pisha njia, usinitafutie lawama. Unajua mimi mwenyewe nimevurugwa, yani nimechanganyikiwa kinoma. Sogea nipite hapo. Unaniuliza mimi kama nani? Sisi ndo wale wenye njaa tunataka kula. Na leo tunakula kupitia wewe. Wenye vipala atuchekeshi. Wenye vipala atuchekeshi. Wenye vipala atuchekeshi. We nani? Kumbe ishi ku serious. Naona vijana mmeamua kunikaribisha bongo. Na sio kukaribisha tu. Wewe unajua na nani? Sisi ndo makontawa wa huu mtaa. Wawe mshangazi, weka kila kitu chako chini. Hataki kukuumiza. Hiyo kwa usalama wako lakini. Wala sio shida.
Yaani mimi mnavyoniona si kukata na viwembe, kukabana, sio mambo zangu, sio pigo zangu. Shida si vitu. Asanteni vijana. Watini. Kusanya zaga hizo, hatuna muda kuchelewa hapa. Wewe mshangazi, yenyewe mali wanamwita Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta, Dumbaya. Jokeli, wewe ni zaidi ya rafiki. Kwa sasa mimi nawe ni ndugu. Leo hapo kuna jambo linaendelea hapo. Ndio maana nikaamua nikupigie simu na wewe ushiriki. Si umeelewa ndugu yangu? Mimi nimekuelewa, ndio maana nimeitikia wito. She, tuendelee bwana. Mimi niseme asante sana. Mimi ni mgeni leo kwako, nimeagizwa na Shehe Mtupe kwa ajili ya kuleta posa. Kama sheria yetu ya dini inavyosema, tuoane, tuzaane ili kuepukana na zinaa. Kwa hiyo nimekuja kwako bwana shehe wangu kwa ajili ya kuleta posa ambayo inatoka kwa Shehe Mtupe, ameniagiza kuleta posa hii kwenu. Kwa hiyo shehe wangu kaniagiza bwana, nimekuja na posa kwenye familia yako kwa ajili ya kumposa binti yako Shakila. Alhamdulillah. Kumbe ile shehe ipo serious. Nilijua ndio bana analeta masiala. Kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ya bunayya, bunayya, bunayya. Allahu Akbar. Wewe dada, vipi mbona unamwagia maji? Wa Shakila, unafanya jambo gani hapa hadharani mbele za watu namna hii? Jambo gani hujui mjomba eh? Nilikwambia nini tangu siku ile? Mimi sitaki kuolewa. Na shangaa unakuja posa na leo unapokea kirahisi tu. Wewe mjomba, kwa na matatizo gani? Si nishakwambia kwamba mimi sitaki kuolewa. Na kama mjomba unataka mimi niolewe, mimi nitakuwa bi mkubwa au utakuwa bi mdogo, wote tukatumikie ndoa. Yaani hata kama ukinipiga mara 100 na mara 1000, hiyo posa unayopokea tutaolewa wote. Wacha utisha dabu. Wacha kwa kutukana mimi. Mbele za watu. Wewe, shabash kongolo. Na utaolewa hapa. Wewe. Wewe. Ani unakula mimi mwenyewe. Kwa hiyo mimi hapa sielewi. Hivyo huyu nani? Huyu ni mgeni, mpo wa mume wangu, mtoto wa dada yao. Ameitwa toka jana na anko wake. Hivi ninavyoongea naye kaondoka toka asubuhi. Sasa niko nasimama na ule mwalimu, niko nazungumza naye kuhusu masuala ya huyu kusoma. Akaaze menkwa, maana mtu mwenyewe kidogo akili zake 50 majinuni, sinisengesha hivyo. Anaitwa na? Kukuzembe. Kukuzembe? Mwanangu, jina lenyewe na hivyo vitendo vyenyewe vimeendana. Hivyo kweli atasoma huyo shule. Jina Kukuzembe. Lakini haya tekelezaga tu, peleke shule. Halo. Mimi nipo huku kwa mama. Basi nakuja sasa hivi hapo nyumbani. Haya. Mama, mimi ngoja niende nyumbani mara moja. Shangazi, kama vipi twende wote?
nikabadilisha ile koti kwa sababu nasikia ninawashacha sana. Yaani wewe nayo makoti, ushafika mjini kwa kimjini hivi unachoke au? Hebu twende. Mama baadaye basi. Ai, huku kuolewa nakuletea na mazezeta. Mungu wangu. Hatari, eti kuku zembe. Tangu nizaliwe na mvizi sijasikia mtu anaitwa kuku zembe. Kuku zembe. Haya. Mama. Tulia, lala chini kwa dada. Wewe ukijanyuka na kupiga dogo. Weka begi hapo haraka tuibe. Shika pakia. Yala Mungu wangu tunang'amia na majambazi jamani. Hapa dukani ni majambazi. Shika. Basi. Walofa na wewe kwa jambazi. Mtoto mzuri. Sasa nikuibie siri. Hata kwa mcha Mungu, hiyo laptop ulioshika bei yake rahisi tu, ni 250,000. Sasa kwa nini unaiba? Unajivunjia hadhi. Fanya vitu basi. Wewe bibi mjinga nini? Unaona 250,000 ndogo? Mambo yanaisha vizuri, unasemaje? Sasa nisikilize. Hapa ndo kwa mcha Mungu kompyuta. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grace. Karibu na kanisa la KKT. Sio laptop tu, mpaka desktop inapatikana. SSD, disk external. Unapata kwa bei nafuu. Changamkia tena popote unapopeleka, kwenye library, kwenye mashirika yote, hiyo nakwambia nafuu. Bei nafuu tu. Unachangamka. Sikiliza nikwambie, Ansboy, mtoto mzuri. Wewe ufanani kuwa jambazi. Wewe ununue, mtoto bado damu inachemka. Alikushindi wewe 250,000. Kwa hiyo twende nikakuonyeshe laptop iliyokuwa mzuri bora kwako. Kamuibia babako, naweza kutuibia sisi. Polisi, mcha Mungu tumevamiwa na majambazi. Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, wanamwita Ashura huyo. Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno.